Jana mwanetu kutoka Marekani, YouTuber na streamer Aisha Speed alifanya tour yake na anaendelea na tour yake barani Afrika, na jana amefanya tour Nairobi nchini Kenya. Na kabla ya kwenda Nairobi alikuwa yuko Rwanda, then akaenda Nairobi. Yote ni mataifa ya Afrika Mashariki, na katika mataifa ambayo yamebahatika mawili ya Afrika Mashariki ni Kenya na Rwanda. So alipotoka Rwanda akaenda Kenya. Nao sio issue tena kumzungumzia Aisha Speed, kwa sababu nao ukizungumzia barani Afrika, story kubwa ukiondoa AFCON, inawezekana Aisha Speed akawa na nguvu kuliko hata michuano ya AFCON. Na nilizungumza siku moja nikasema huyu jamaa ana miaka 20 tu, ni YouTuber. Angalia nguvu yake alionayo mitandaoni. Angalia power alionayo. Sio msanii, ni just a YouTuber, streamer. Yaani mtu ambaye anaenda tu anatembea mtaani tu. Sio, unaelewa? Ni YouTuber, streamer. Lakini angalia nguvu yake mitandaoni ilivyo. Siku 2-3 zilizopita kama wiki, nilimuona 69 Tekashi alikuwa anajaribu kuwaambia watu na kuwa alert kwamba baada ya miaka kadhaa watu ambao watakuja kuwa na nguvu kwenye hii dunia ya sasa hivi ni ma-influencers, ma-YouTuber, ma-streamer hawa. Akawatolea mfano akina Kai Cenat, Aisha Speed, The Beast na wengine ambao wana nguvu kupitia mitandaoni. Unajua zamani ilikuwa unapata nguvu kwenye mataifa, unapata influence kama kuna kazi fulani unafanya. Either wewe ni mchezaji wa mpira, au wewe ni msanii wa kuimba, au wewe ni muigizaji, au wewe ni kiongozi mkubwa kwenye taifa fulani. Una uwezo wa kuwa na influence kubwa hata taifa lingine likakufuatilia. Sasa hivi internet imebadilisha kila kitu. Mind you, mtu kama Aisha Speed ambaye ni streamer, YouTuber, mtu ambaye anazunguka kwenye mataifa, hana kazi maalum, yani hana profession. Unaelewa? Nikisema kazi namaanisha profession, kama mtu ni msanii wa muziki, muigizaji, mchezaji. Yule hana profession bali ni streamer. Ameweza kuwa na nguvu duniani kiasi hichi. Sio Afrika tu, amezunguka kwenye mataifa mengi ya Ulaya. Nguvu yake ni kubwa, anapata mapokezi makubwa sana. Ana miaka 20 tu. Aisha Speed baada ya kufikisha miaka 30 akaendelea na hii consistency alionayo ya kuendelea kupata influence, atakuwa na nguvu kupita Michael Jackson, au inawezekana sipite Michael Jackson, atakuwa na nguvu kama star kama Michael Jackson. Sasa watu wamemfahamu ndani ya miaka miwili ameweza kuwa na nguvu ya namna hii. Akifikisha miaka 10, 2036 Aisha Speed atakuja kuwa na nguvu kama Michael Jackson kama ataendelea na hii consistency ya kutengeneza fanbase. Sasa anachofanya anatengeneza fanbase duniani. Achana na story ya kufikisha subscribers milioni 48. Sio story kwa mtu kama Aisha Speed. Tunachozungumza ni influence yake na nguvu yake. Jana Aisha Speed wakati anaenda Kenya, mind you, rais wa Kenya William Samuel Ruto amemkaribisha Aisha Speed kwenye taifa lake. Yaani rais wa nchi ametoa speech, ametoa statement kwa ajili ya kumkaribisha Aisha Speed. Jambo Aisha Speed. Welcome to Kenya. Karibu Kenya. Alafu wakati yuko live anasoma zile comment, kuna watu wakawa na comment pale, Ruto. Akawauliza watu, who is the Ruto? Yaani yeye mwenyewe. Ruto, who is Ruto? So now where we are? Angalia, yeye anaenda Kenya, hamjui hata rais wa Kenya. Nilichokiona Kenya, niseme kitu hiki hapa. Aisha Speed angekuja Tanzania, sidhani kama angepata mapokezi kama ya Kenya. Kenya kapata mapokezi makubwa, my brother. Yaani inawezekana ndio taifa pekee Afrika ambalo Aisha Speed kapata mapokezi makubwa. Watu wamejaa, Nairobi nzima imezizima. Watu wako mtaani wanamfuatilia Aisha Speed. Watu wamejaa. Yeye mwenyewe anakuambia Nairobi is crazy, man. Kiukweli, wa Kenya kwenye masuala ya digital mitandao, mimi nimeonyoshia mikono wazo wangu. Watu hawawazi kuajiriwa. Watu wanawaza unatengeneza nini uwe na nguvu mitandaoni. Ndio kitu ambacho vijana wengi wanawaza sasa hivi. Nitafanyaje niwe na nguvu mitandaoni? Vijana wa sasa hivi generation hii, mwekee Mo Dewji. Kwa Tanzania Mo Dewji inawezekana tajiri labda na Bakresa ama tajiri ya mabilionea, si ndio? Alafu mwambie Mo Dewji alitumia strategy hii, akaenda akawa analima mashamba ya katani Morogoro na Tanga, akafungua nini, ndio leo kuwa bilionea. Then mwambie huyu hapa ni Aisha Speed na huyu ni Chief Godlove, wametumia njia hii kuwa maarufu. Wewe unachagua njia aliyotumia Mo Dewji kuwa maarufu na kuwa na hela, au utachagua strategy anayotumia Aisha Speed na Chief Godlove kuwa maarufu na kuwa na hela? Watachagua Aisha Speed na Chief Godlove.
Hiyo niamini mimi. Baada ya miaka kadhaa, watu wenye profession zao, walimu, madokta, si watu gani wakapungua duniani. Vijana wengi generation hii wanawazo maarufu, wanawaza kuwa na hela za haraka. Hawawazi kutengeneza strategy za kuwa na hela. Na ndio maana vijana wengi wanamkimbilia mtu kama Aisha Speed, kwa sababu nao wanataka kuwa maarufu kama Aisha Speed. Yule Aisha Speed wewe kasoma yule, kwamba kamaliza degree, ana profession. Yule kaacha shule. Ndio target, ndio vijana generation ya sasa wanachowaza. Kaacha shule, kawa streamer. Na ni maarufu dunia nzima. Bongo 5. Ukiachana na story ya Aisha Speed, kuna story ya Mkubwa Fella na Diamond inaendelea kuchukua vichwa vya habari. Issue ya Mkubwa Fella na issue ya Diamond. Lakini jana nikaona kuna clip inasambaa, wanasema ni mtoto wa Mkubwa Fella, mtoto wa kiume wa Mkubwa Fella. Alivyokuwa anazungumza, analalamika Diamond kutomsaidia Mkubwa Fella. Kwamba anamkumbusha tu dai kwamba yeye binadamu kama binadamu wengine, afu inaumiza kwa sababu ukiangalia Mkubwa Fella ni mdau mkubwa sana wa muziki. Anajitoa sana, umeona? Kama Diamond kufika pale ni Mkubwa Fella kwa 90% au 100%, kwa sababu alikuwa huko kwa Ustaz Juma na Musoma, ukifuata historia yake sijui kwa nani alipofika kwa Mkubwa Fella ndo hadi leo unaona Ochi Amonde ipo pale kuwa wa moto zaidi. I don't know. Mimi sijui kama ni mtoto Mkubwa Fella, kwa sababu mimi ninavyofahamu mtoto Mkubwa Fella ni yule binti anatoka nani yule aliolewaga yule. Nafahamu mtoto Mkubwa Fella wa kike. Huyu jamaa sijui, huenda labda ni kweli au sio kweli. Lakini mimi nataka nizungumzie namna inavyotengenezwa sasa hivi. Unajua, ngoja niwaambieni kitu kimoja. Yaani ukikaa na mtu siku moja, hata siku mbili au siku tatu, ukaangalia system yake ya maisha anavyozungumza na watu, hata simu akipigiwa anavyozungumza, namna anavyo respond, akizungumza na watu, anavyopokea labda maoni ya mtu, wanavyoongea na watu, unamsoma kabisa huyu ni mtu wa namna gani. Wala haichukui hata muda. Mimi nimemfahamu Diamond, mimi nimezunguka naye kidogo, tumeenda Katari, tumeenda kwenye matamasha yake mikoani huko Kahama, tulienda na ile helicopter kama mnakumbuka, tumeenda Geita, tumeenda Moshi, tumeenda Arusha, tumeenda Mbeya, tumeenda Iringa, tumeenda Mtwara, tumeenda Morogoro, Sumbawanga, sehemu nyingi sana tumezunguka na Diamond. Kigoma, wallahi. Na mimi ninavyomfahamu mshikaji, mko mkifika hata kwenye tour zake, huwa anapenda muda labda wa chai, wa chakula cha mchana, mwe pale wote, yani mnakula wote, mnapiga story, na anapenda sana story. So ndio maana hata safari zake alikuwa anasafiri na wasanii na Costa. Kwa pandi ndege na ana uwezo wa kupanda ndege, lakini mshikaji anasafiri na Costa kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza au mpaka Mbeya au mpaka Iringa mpaka Mtwara, wherever. So mimi namfahamu kidogo, sio sana. Diamond ni mtu wa kutoa sana. Mimi nafikiri mpaka kuna watu walikuwa, mwanangu wewe mbona unasaidia watu sana? Mpaka watu walikuwa wanamlaumu wengine, wewe mbona unasaidia watu sana Biggie? Na ndio maana hata hizi story nyingi hapa, mtu akipata shida, hata yule Bacteria producer wa Tanga, Diamond alimpa milioni 37 kama sio 34 37, jamaa akatibiwe. Kamwambia bwana gharama za matibabu ni 1 2 3 4, jamaa akampa hela akaenda katibiwa. Hata issue ya Mkubwa Fella, Diamond alitoa hela za kwenda India, na ninavyofahamu ya kwenda India akatoa hela mpaka ya familia, watoto wote wameenda kule kumwangalia mzee, hela ya kula mpaka wanarudi mpaka huko. So mimi sitaki kuongelea kutokupokea simu au kupokea simu, nataka niongelee ngoma moja. Nilivyoona udogo anazungumza, anasema mtoto Mkubwa Fella su Diamond atapata laana na nini na nini. Kwanza mimi nikajiuliza swali moja. Mimi namjua Diamond ni mtu wa kutoa. Alafu Diamond na Mkubwa Fella, Diamond alikuwa anamheshimu sana Mkubwa Fella bro. Yaani Diamond anamwamkia Mkubwa Fella, shikamo baba, marahaba mwanangu. Bro, yani namna Diamond alivyokuwa anamheshimu Mkubwa Fella. Mimi nilivyosikia eti Diamond apokee simu, mimi nilijiuliza maswali, kwa sababu najua tumesafiri wote na Mkubwa Fella. Mkubwa Fella alivyokuwa anampambania Diamond, analinda brand ya Diamond, analinda brand ya Wasafi, na hata kipindi ambapo naambiwa Diamond anakosana na wapenzi wake, Mkubwa Fella alikuwa anaenda kusuluhisha. So alikuwa anaishi kama baba, sio kama manager. Yaani kama mtu na mtoto wake. Ndio Diamond alivyokuwa anaishi na Mkubwa Fella. Kuna director alifariki hapa katikati, director nimemsahau jina nisije nikaharibu. Diamond anamlipa mshahara mpaka leo mzazi wake, si mama yake nafikiri. Diamond anamlipa mshahara mama yake mpaka leo. Hiyo taarifa ninayo na ni uhakika. So kiangalia namna Diamond anavyosaidia watu ambao hawajawahi kuwa kwenye cycle yake. Then leo niambie mimi Diamond apokee simu. Na maana Diamond ndio kumsaidia Mkubwa Fella. Na anasaidia watu ambao hawajawahi kuwa kwenye cycle yake. Mimi nilivyoona ile clip nikaona hawa wanajaribu kumtengenezea mazingira uenda Biggie. Sijui, lakini mimi ninavyoona inatengenezwa kumtengenezea Diamond watu wamchukie. Aidha kuna maneno ya chuki ambayo Biggie alitipelekewa, au alisikia labda huku wanamzungumzia vibaya,
au vipi? Kwa sababu ile dogo wanavyoeleza wanasema Mbosso ndo anamsaidia. Then pale pale yule Chalia anasema mimi bora nimsikilize mwanangu Konde tu. Konde kaingiaje? Hilo ni swali langu nimejiuliza. Kama Mbosso anawasaidia, kwa nini asiseme mimi nasikiliza ngoma za Mbosso? Aseme mimi namsikiza mwanangu Konde, naweka playlist ya Konde tu. Sitaki kumsikiza Diamond, nisha mwanifollow, sitaki muziki wake. Ndio maana nikasema inawezekana ule mshikaji ni wa kutengeneza mitandaoni, kitu ambacho ni kibaya. Mimi sitaki kuamini ule ni mtoto wa Mkubwa Fella. Mimi ninachoamini ule mshikaji wa kutengenezwa. Alafu ni kama mtu ambaye hajui hata historia ya Diamond. Kwa sababu anasema Diamond alikuwa anasimamiwa na Ustadh Juma Msoma. Lini? Diamond alisimamiwa na Ustadh Juma na Msoma. Wapi? Lini? Mimi ninavyomfahamu Biggie, kwa akili zangu nimeona kuna kitu ambacho Biggie hakufurahi, labda alikiona kwa mke wake, kwa sababu nimeona hata Martha alikuwa anafanya interview. Yule mwanamke mzee anaumwa, yeye anafanya vibao kata, anaenda kwa vile vile nani vya mtaani, vibao kata vile vya mtaani. Alikuwa anahudhuria na binti yake. Ninavyohisi mimi, inawezekana Biggie anatoa hela, then hizo hela haziendi sehemu sahihi. Hela ya kliniki tu ninavyosikia kumpeleka mzee kliniki, sio kwamba ni matibabu. Mzee kashatibiwa India. Nao anaenda kliniki kwa check up, si ndio? Ashindwe kutoa hela za kliniki. Kuna issue haiko sawa na Diamond na ile familia. Kwani niulize swali moja kitena. Je, Mkubwa Fella kamsaidia kafanya kazi na Diamond peke yake? Si wasanii wengi kina Chege, kina Temba, wale wa Moto Bendi, Mbosso anamsaidia, ndio mlezi wake ule, mzazi wake, kina Slay, kina nani? Kwa nini always this guy, yani mshikaji yani? Why? Okay, inawezekana ukubwa ni jalala. Watu wanasema ukishakuwa mkubwa unakuwa kama jalala. Watu wote wanakutupia takataka pale. Yes, inawezekana. Lakini ifike muda tumpumzishe yule mwana yani. Ndio maana kuna watu wengi wanasema kuwa Diamond ni ngumu sana. Una uwezo kuwa mtu yote, lakini kuwa Diamond, bro, it's hard. Yani ingekuwa ni wewe labda ndio watu wanakuataki nchi nzima hivyo, watu wanakuataki. Kukicha watu wanakuataki. Man, mimi kiukweli nimenyosha mikono. Lakini kwa mimi nilivyoona kuna kitu hakipo sawa kwenye hiyo issue. Bongo 5. Jana mwanetu Juma Jux ameshinda tuzo ya Afrima kwa mara ya kwanza. Hii ni tuzo ya Afrima kwa mara ya kwanza kwa Juma Jux kushinda. Mwanetu ameshinda tuzo Best Male Artist East Africa. Yaani msanii walivyoandika wenyewe, msanii bora wa Afrika Mashariki. Juma Jux ndo ameshinda tuzo hiyo. Alikuwepo msanii wa kwanza kabisa Bien kutoka Kenya. Msanii namba 2 Diamond Platnumz kutoka Tanzania. Msanii namba 3 Element LA kutoka Rwanda. Msanii namba 4 Joshua Baraka Uganda. Msanii namba 5 Jux au Juma Jux Tanzania. Msanii namba 6 Mario Tanzania. Msanii namba 7 Mbosso Tanzania. Msanii namba 8 Bruce Melody Rwanda. Namba 9 Sadbi Burundi. Namba 10 Yared Negu Ethiopia au Ethiopia. Na winner akawa Juma Jux kutoka Tanzania. Nimeona watu wanajaribu kuzungumza how comes Juma Jux anashinda hii tuzo. Kwangu mimi Juma Jux ana deserve hii tuzo. Na nitakueleza kwa nini Juma Jux ana deserve hii tuzo ya msanii bora wa Afrika Mashariki. Kwanza nizungumze jambo moja. Juma Jux mambo yalianzia pale tuzo za Trace zilizofanyika Zanzibar. Kwenye tuzo za Trace zilizofanyika Zanzibar, msanii bora wa Afrika Mashariki alikuwa Bien kutoka Kenya. Jux akashinda msanii bora wa Tanzania. Mbele ya kina Diamond, kina Mario, kina Mbosso, kina Harmonize, kina nani. Zikaja tuzo za TMA. I think TMA kuna tuzo zilikuja Juma Jux akashinda msanii bora tena wa ndani. Then zikaja tuzo mara 2 zinafanyika Ivory Coast. Nimesahau jina, sio nini? Galaxy nini? Galaxy Awards sio nini, ziko Ivory Coast. Juma Jux akashinda msanii bora wa Afrika Mashariki mara 2 mfululizo. Zile tuzo alishawahi kushinda Diamond. Then sasa hivi kwenye Afrima akashinda msanii bora wa Afrika Mashariki. Sasa mimi nataka nikuanzie mmoja baada ya mwingine. Bien kafanya vizuri. Lakini kafanya vizuri sio kama Juma Jux. Kitu ambacho kilimbeba Bien ni ile tour yake ya Europe na America. Na kitu kingine kilichombeba Bien, collab alizofanya. Ngoma yake iliyofanya vizuri ni ile All My Enemies Suffering. Overall kimuziki brand yake iko pale pale, ameweza kuimaintain. Lakini ukija impact ya kimuziki uongo. Ngoma ambazo zimefanya vizuri ni zile ambazo kashirikishwa. Kwa mfano Nairobi na Mario, ile na Diamond pia imefanya vizuri. Ila ngoma zake yeye My Enemies Suffering at least ndo ngoma ambayo imefanya vizuri. Lakini ngoma moja ambayo imefanya vizuri,
Ukija kwa msanii kama Diamond katoa ngoma nyingi sana 2025. Kubali tukatae, ngoma hazija kuwa kubwa kama vile ambao tulikuwa tunatarajia. 2025 ni mwaka ambao Diamond of course anatakiwa kukumbuka zaidi kwenye events, sio kimuziki. Lakini kwa 2025 Diamond event alizofanya ndio zimekuwa kubwa, ila muziki wake umekuwa wa kawaida. Hiyo tuzungumze ukweli. Ukikompea muziki wa Juma Jux na muziki wa Diamond, Juma Jux muziki wake umekuwa na impact zaidi kuliko Diamond. Hiyo tuzungumze ukweli, wala tusitake kubisha. Kwa upande wa events, of course Diamond atakuwa juu. Upande wa kimuziki, Jux yuko juu. Kwa sababu tukiangalia ngoma zake, ngoma alizofanya na Diamond, Ololufemi, imekuwa kubwa na ni ngoma ya Juma Jux. Imekuwa kubwa sio ndani Afrika. So kwa mwaka 2025, wimbo wenye numbers nyingi ambao Diamond yupo ni Ololufemi, na Ololufemi ni ya Juma Jux. Sasa ukienda kwa Juma Jux, ngoma ya God Design, bas ngoma mbili za Juma Jux ambao wasanii wote kwenye listi hawawezi kufika, Ololufemi na God Design, ni ngoma kubwa sana. Yani hiyo tukubali tukatae. Juma Jux katika ngoma kubwa ambazo zimefanya vizuri 2025 na zimembeba, na hakuna msanii yoyote Afrika Mashariki amemfikia Ololufemi na God Design. Achana na EP yake, nimetaja ngoma mbili tu ambazo zimekuwa na impact kubwa, zimetengeneza numbers nyingi kwa Juma Jux. Nimekutajia wasanii watatu, alafu hawa wengine nitawaunganisha wote kwa jumla. Lakini pia achana na ngoma zake, mwaka 2025 hakuna msanii kafanya events kubwa kama Juma Jux. Hakuna msanii kazungumziwa kama Juma Jux. Hakuna msanii hata katengeneza content nyingi kuliko Juma Jux. Ukiondoa nyimbo zake, njoo kwenye event ya harusi. Kwa mwaka 2025, mtu muachie Juma Jux wa mwaka wake. Mimi ukija kwa Mario, Mbosso, ukawakusanya wasanii wote wale, akina Baraka, akina nani, akina LA, umeelewa? Ukawakusanya wote wale, mtu kama Mario na Mbosso wamefanya vizuri ndani. Nairobi ya Mario imefanya vizuri, lakini nyimbo hii moja ambaye imefanya vizuri international wise. So mimi ukinitajia Mario na Mbosso, mimi nitakwambia local wale washikaji wamefanya vizuri. Kini kimataifa wise, international wise, Juma Jux kaua. Yani hata kama ungefanya nini, hakuna tukio lolote litaweza kufika namna Juma Jux alivyo trend. Sizungumzii ku trend ndio maana akashinda tuzo, nazungumzia even nyimbo zake. God Design, Ololufemi, ngoma mbili tu, bado ngoma zingine nyingi tu. Halima leo leo, I think mnaifahamu hata hiyo melody. Ukiondoa hiyo unakuja kwenye nyimbo ambazo ziko kwenye EP yake, brother, wala tusitake kuzungumza mengi. Hiyo tuzo ka deserve Juma Jux. Bongo 5. Tukibaki pale pale kwenye Afrima, Folex ambaye amefanya video nyingi za Diamond, kwa mfano Koma Sava, ameshinda director bora wa mwaka. Mimi naamini ukitrust progress, ukawa na consistency ya kufanya kazi kubwa, brother, utafika mbali. Wala watu wasiumize kuambia kwamba AI. No. Yaani kitu ambacho kimetengenezwa na mkono na kile ambacho kimetengenezwa na mashine, kilichotengenezwa na mkono kinakuwa bora zaidi. So watu wasiwatishe kwamba yeye inakuja atakuja kuwa kazi. Hakuna kitu kama hicho. Nakupa mfano. Mtu akwambia hivi, katika movie ya katuni zile za animation na movie ya uhalisia, unamuona kabisa Jason Statham huyu hapa, unamuona Michael B Jordan huyu hapa, na katuni ipi movie kali? Najua tutaenda kwenye movie yenye uhalisia, hatuwezi kwenda kwenye katuni, si ndio? Hiyo ndio nakupa mfano wa AI na uhalisia. Yaani mtu ukimwekea video yenyewe, Nandi huyu hapa, Zuchu huyu hapa, Juma Jux huyu hapa, then hii AI, mtu anakuambia mimi nataka kumwangalia Juma Jux mwenyewe. So maana yake ni kwamba director mtaendelea kufanya kazi, AI haiwezi kuathiri kazi yoyote. AI ni kama katuni. Yo huko. Kachana nicho wa Folex, nimemwona Fina. Jana amefanya performance Fina, Afrima, lakini pia nimemwona ametajwa, umeenda na mshikaji wake, wameenda kutoa tuzo. Mimi nizungumze jambo moja. Fina anapambana sana wanangu. Yaani tusitake tu unafiki. Fina anapambana. Na ameshajua tobo lake liko sehemu gani. Ameshajua kabisa soko la Nigeria ukijaribu kuwini hiyo market umeondoka. Na ndio maana Fina leo anajaribu kuwekeza muda wake, kila saa yuko Nigeria na ule mshikaji yule shemeji yake Juma Jux yule. Mimi nimpongeza sana Fina kiukweli. Fina anajaribu kupambana kwa nafasi yake, kujaribu kupush ili kuweza kufikia malengo yake. Sio rahisi. Not easy. Lakini anajaribu kupush kuweza kufika dreams zake ambazo kiukweli anataka kuzifikia. Ukiachana na Fina, nina issue ya Bichams. Mimi katika msanii ambaye atakuja ameanza kuni surprise ni Abi kimuziki. Abi ana standard ya kimataifa.
Yaani tukubali, tukatae. Kwa wasanii wa kike Tanzania, Abby Chams ana standard quality production ya kimataifa. Hata anavyo present nyimbo yake, unaona this guy bro, yani huyu haipo kwenye level hizi kabisa za wasanii wetu. Unamuona kabisa huyu yuko serious, kuna kitu anakitaka. Dressing code, swags, namna anavyoimba, presentation anavyowasilisha nyimbo yake. Tena anatumia Kiingereza, lugha ya biashara. Yo, huyu binti atakuja kutu surprise. Kwa sasa hivi mimi nazungumza ukweli, Abby Chams kwa wasanii wa kike ndio msanii wa kimataifa. Hebu nikuulize swali moja. Hapa akae Tyler, hapa akae Iris Star, hapa akae Abby Chams, alafu waimbe Kiingereza. Huwezi kuja kutofautisha. Utasema wote wako kwenye standard moja ya ukubwa. Ukisikiliza You Lose, yani unanielewa nini ambacho nazungumza. Kwanza kafanya wimbo ambao ndio dunia sasa hivi inautaka. Nakumbuka kabla ya Hold Me alitoa ngoma na Harmonize inaitwa Me Too, ambayo imemfikisha mbali, ndio imemfungulia dunia kimataifa mpaka kutajwa kwenye tuzo za BET. Hakuna msanii wa kike Afrika Mashariki amewahi kutajwa kwenye tuzo za BET. Hata kama siposhinda, alishinda Tyler, lakini alitajwa. Nao nimeona yuko Kenya nafanya promo. Of course anatafuta soko la Kenya. Yule binti inawezekana hatumpi sikio sana kwa sababu hatengenezi attention, labda kiki, lakini kuna siku atakuja kutuheshimisha. Niamini mimi ninachokwambia. Angalia, bado mdogo, bado ana muda. Baada ya miaka 5 Abby Chams hatakuwa huyo ambao tunamzungumzia. Alafu yuko chini ya Seven Mosha, my brother. Seven Mosha ni agent wa Sony, CEO wa Rockstar. Manake ni mtu ambaye anaujua muziki, anajua fitna ya kimuziki. Unajua wimbo kuwa mkali sio lazima kuwa hit. Hiyo niliona watu wengi walikuwa wana comment pale. Hii haiwezi kuwa hit. Bro, ukiambiwa wimbo production kali sio lazima kuwa hit. Hawa kina Chris Brown wanatengeneza standard kubwa ya kimuziki, lakini nyimbo zao sio hit zote. Akina Wizkid, akina Davido, standard yao ya kimuziki ni kubwa, lakini huwezi kuniambia ngoma zote za Wizkid, ngoma zote za Burna Boy ni hit song, au ngoma za Rema ni hit song. Sio kweli. Lakini standard, watu wana set standard. Mimi nimpongeza sana Abby Chams na uongozi wake kina Seven Motion na nini. Of course nimemwona yuko Kenya anafanya tour. Hiyo ni njia nzuri sana, anacheza na wale watoto kids wale wa Nairobi. Fanya challenge na nini, na ngoma zake zinachezeka, zinatoa option, fursa kwa dancers kuwafanya challenge, clubs kucheza kwa sababu ngoma ya kuruka ndio ngoma ambazo wanatoa watu. So mimi kiukweli nimpongeza sana Abby Chams, na mimi namuona atafika mbali sana akiendelea na consistency ya production. Tukienda kwenye issue ya Freema na mali zinaongezea, kiukweli sijui kwa nini sijaona performance ya Harmonize, kwa sababu Harmonize kwenye list ya show ambazo walikuwa anatakiwa kuzifanya, show ya Freema ilikuwa ni moja wapo. Na hata ukiangalia Harmonize yuko Lagos na alishaweka post kwamba ataperform. Hatuwezi kumlaumu wala hatuwezi kusemaje kwa sababu hatujui nini ambacho kiliendelea. Na niliona hata wao wa Freema walimweka mpaka Diamond alikuwepo, kama sikosei. Even Diamond alikuwepo kwamba ni wasanii ambao wataperform, na hata kwenye cover yao pale juu kabisa kuna picha ya Diamond Platnumz ilikuwepo pale, lakini sijaona performance ya Diamond. I don't know, na sijaona performance ya Harmonize. Labda mimi sikuona, labda nyinyi mtanisaidia, huenda labda Harmonize aliperform, mimi sikuona hiyo. Lakini sijaona, nimeona performance za kina Peter wa P Square na baadhi ya wasanii wengine. Hata kwenye red carpet nimejaribu kufuatilia pale, sijamuona Harmonize. Huenda labda kuna vitu havikaa sawa, labda masuala ya malipo na vitu kama hivyo, ndio maana haja perform. Na mimi nitaendelea kulifuatilia kujua Harmonize aliandika ataperform Afrima Nigeria, imekuaje Harmonize haja perform. Hiyo nitalifuatilia kujua sababu ni nini. So ni moja ya sehemu ambayo ya exposure, ya kujifunza, ya kujua namna nao sasa watu wanavyokufuatilia. Nimeona issue za kina Patoranki, Rema kashinda tuzo, Juma Jux ka perform, Harmonize sijamuona. Na kwenye cover ya Harmonize kama mnakumbuka, aliweka hata perform wa Freema na kulikuwa na show 3 ya Zanzibar, ya Mwanza na ya Freema. Sasa ya Freema imepita, sijaona performance ya Harmonize. Hiyo tajibu nifuatilie nijue tatizo ni nini. Bana, hii ni recap na Mando, na leo ni Jumatatu. Tumepiga story nyingi sana kuhusiana na mambo ya kiburudani, na kama una maoni yote unaweza katia comment yako hapo chini bana. Sisi tutaisoma na tujue unasemaje kuhusiana na recap na Mando. Mimi naitwa Mando. Nyuma kamera ni mwanangu anaitwa Kashimiri. Tukutane siku ya Ijumaa kwenye recap na Mando. Ciao.